Pofika siku kila mtu akaja na kopo lake. Kaja na kopo lake amebeba kwa ajili ya kwenda kwa bosi. Watu wanatafuta nini? Umeneja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikafika wakati wa kila mtu kupita na kopo lake. Kila mtu anapita, kila mtu anamuomba Bwana. Sasa jambo la kushangaza, miongoni mwa wale wote waliokuwepo pale, wakapita, maharage yao yameota, yameanza kuweka jani la pili, yanakwenda vizuri. Bosi anatikisa kichwa, anaandikwa jina, anawekwa pembeni. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa akapita mtu mmoja, kopo lake halina chochote, limemwagiwa maji, lakini mle hakuna punje ya maharage iliyoota. Sasa wenzake wanamshangaa. Bwana akafika akaonyesha kwa bosi. Basi akamaliza, wote wakapita. Walipopita, bosi sasa akaita, bwana, tumepata mtu wa kuongoza kampuni yetu. Niliwapa interview hii. Jambo la kushangaza, huyu bosi akamsimamisha yule bwana ambaye kopo lake halina hata mbegu iliyoota. Sasa wanashangaa nini kinaendelea. Akawaambia, nisikilizeni ndugu zangu, kampuni yetu tumekuwa tukiibiwa sana hapa. Nimeajiri watu na degree zao na masters zao, lakini wote walikuwa wezi. Sasa awamu hii nikaamua kubadili kidogo. Zile mbegu za maharage nilizowapa niliziweka kwenye moto. Kiini chake kilikuwa kimekwisha kufa, haziwezi kuota. Watu wote wakainama. Sasa huyu mheshimiwa huyu ambaye hazijaota, huyu ndiye bosi wa kampuni hii. Ni mara ngapi umemwambia mtu jiongeze? Jiongeze bwana, jiongeze rafiki yangu, jiongeze bwana. Sasa huyu mheshimiwa yeye alipoenda akaweka zile mbegu, aliendelea kumwagilizia. Ilipofika siku akapeleka. Kumbe wama bwana, ilipofika siku ya 3 ya 4 yote wakajiongeza. Wakaenda wakatafuta nyingine mpya wakatia mle na zikachomoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu mtu akawa ni mwaminifu, akapata kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uaminifu, watumishi wa Mungu, unahitajika hata kwa watu wasiomcha Mungu. Wanahitaji mtu mwaminifu mbele za Mungu. Sasa nilisema uaminifu ni tunda la Roho, linatolewa na Roho Mtakatifu. Tuangalie faida za mtu kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Faida za mtu kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Wewe mwenyewe unajua maisha yako. Faida ya kwanza ya mtu mwaminifu mbele za Mungu, Mungu atampa taji ya uzima. Maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo, uwe mwaminifu kwa yatakayo kupata, mimi nitakupa taji ya uzima. Wakati mmoja nilikuwa nafanya biashara. Unajua uongo huwa unamfaidisha mtu kwa muda mfupi, alafu unakuweka kweupe. Sijui unaelewa. Yaani ukiwa muongo usiye mwaminifu, utafaidika kwa muda mfupi, na kuna wakati uongo wako utakuwa wazi hata kwa watu. Wakati mmoja nikiwa wilaya ya Sengerema, nilikuwa nimeajiriwa shule fulani, lakini sasa unajua maisha ya kuajiriwa siku zote mshahara huwa hautoshi. Sasa wakati nimefika pale, nikawa nafanya ujasiriamali fulani. Nikawa natengeneza hizi sabuni za unga za sabuni ya maji ya kufuria, sabuni ya unga, sabuni ya chooni, zile za maji. Nikawa natengeneza tiles cleaner vizuri sana. Alafu nikawa nafanya na biashara moja ya sabuni hizi za unga. Unazifunga alafu unasambaza kwa mkopo, alafu unakusanya fedha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa watakatifu tunajaribiwa. Sasa wakati nafanya ile kazi, ilikuwa ina watu wengi sana wanaifanya.
Sasa faida yake kwenye mfuko ilikuwa ni kidogo tu, 15,000 17,000 kwa mfuko mmoja, ile sabuni ya unga kiinunua na kuifunga. Sasa wakati nafika mtaani naitembeza ile sabuni, kumbuka kipindi hicho nilikuwa najiandaa kuoa. Sasa mshahara wangu wote unaandaa mali. Sasa ili niishi lazima nifanye hii biashara. Sasa nafika mtaani, ile biashara watu wengi wamechukia, kama waipendi. Kumbe watu wengi wanataka faida kubwa, wanaichanganya na unga wa ngano, wanausaga unakuwa laini, wanachanganya mle. Sasa watumiaji wanapoitumia inawashinda. Sasa mimi wakati naanza hiyo biashara, kwanza sikuwa na wateja. Ile biashara pia inafanyika kwa uzoefu. Sasa mimi naenda tu, mtu ananiambia bwana, siku hizi nyinyi mnachakachua. Namwambia bwana, wewe chukua, nikirudi ukikuta kuna tatizo, chukua hiyo fedha. Basi nikaanza hivyo, nikamaliza mfuko wa kwanza na wa pili ndani ya wiki moja. I say, niliporudi kukusanya fedha, nilipoacha sabuni ya 2,000 walichukua 5,000. Maana mimi sikuweka chochote, nilirizika na ile faida ndogo niliyonayoipata. Wengine mfuko mmoja akawa anatoa mpaka 30,000, lakini kuna namna anavyocheza. Nilipata wateja wengi. Kwa wiki moja nilikuwa na uwezo wa kusambaza mifuko 10 ya sabuni. Sasa mifuko 10 ukipiga kwa 15,000 kila mfuko ni shilingi ngapi? Alafu wiki ya pili nakusanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uaminifu ni kitu cha msingi hata kwenye kazi unazofanya. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Uongo huo unamweka mtu kwa muda tu, alafu unamweka kweupe. Kwa hiyo Mungu anasema hata changamoto utakazopitia uwe mwaminifu. Kubali gharama za uaminifu, alafu Bwana atatengeneza njia. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya pili, Mungu atakuinua. Mungu anahitaji kuinua watu, na Mungu anainua watu, lakini anahitaji waaminifu. Nilisema asubuhi kwamba wakati mwingine makanisa ya Kipentekosti, kama tungekuwa waaminifu vizuri mbele za Mungu, masuala mengine ya uchumi yasingekuwa yanasumbua. Ukienda pale kwenye bahasha ya zaka pale, kuna watu wa Mungu wako humu toka Januari, ametoa zaka mwezi mmoja. Rafiki yangu, huo ndio uaminifu mbele za Mungu. Yaani Mungu amekupa afya, umeenda kazini, amekupa na faida juu, faida haijakutosha, zaka umepiga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati mwingine tunapungukiwa kanisani kwa sababu watu sio waaminifu. Sasa Mungu yeye anakutazama tu, uendelee kufanya hivyo. Lakini amini kwamba unaposhindwa kuwa mwaminifu kwenye maisha, Mungu hata kuinua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawainua watu waaminifu. Tunajifunza habari za Yusufu. Biblia inaeleza habari za Yusufu. Kama huwa usomi vizuri, nenda ukasome kitabu cha Mwanzo 39, 40 na 41. Utaona habari za Yusufu, jinsi alivyokuwa mwaminifu hata wakati ambapo yuko peke yake. Leo tuna mabinti ni waaminifu wakiwa mbele za watu, lakini wakiwa peke yao sio waaminifu mbele za Mungu. Mungu anataka watu waaminifu. Anayepima kiwango cha uaminifu ni Roho Mtakatifu. Ndiye aliyemuona Anania na Safira. Wakati Anania na Safira wanafanya vile, walikuwa peke yao. Mwambie mwenzako, unakuwa mwaminifu hata sirini. Sasa hiyo ni kazi kwako. Kwa Mungu anainua uaminifu. Yusufu aliinuliwa kwa sababu ya uaminifu wake alioishi, bali na mateso aliyopitia, lakini mwisho wa siku alikuwa mwaminifu. Lakini faida ya tatu ambayo tunaiona kwenye swala zima la uaminifu, watu wengi wanasinzia. Hata waliokuja ibada ya mchana ulilala mpaka saa 2, you are slumbering. Unasinzia. Naomba tusisinzie. Uaminifu unajenga uhusiano mzuri na Mungu. Maisha yako binafsi bila uaminifu hauwezi kuwa na uhusiano mzuri na Mungu kwenye maisha yako. Asubuhi nilisema
Watu wengi wanapotumwa kwenda kununua vitu madukani, baba yako amekupa kwenda kununua manunuzi, kampuni kule kazini imekupa kununua, mchungaji wako amekupa kwenda kununua, bwana tununulie vitu hivi, vinauzwa shilingi 10,000. Wewe umefika dukani kule umekuta ni shilingi 9,000. Unanunua, alafu nyingine unaweka mfukoni, eti Bwana amenitendea. Bwana amenitendea. Hakunaga kitu cha namna hiyo. Uwe mwaminifu hata kufa. Lazima urudishe hicho kiasi hicho. Kama ni mchungaji na yeye ana roho ya hekima, ataona Bwana, chukua hii ikusaidie. Utakuwa mwaminifu. Wangapi wamewahi kupiga hizo? Ninajua utanyoosha. Mungu akubariki kwa kuwa mwaminifu. Tunaagizwa alafu unabeba unasema hii ya kwangu Bwana. Bwana ameniona. Nilikuwa sina mboga nyumbani. Wewe sio mwaminifu wewe. Rudisha kwa yule aliyekutuma. Kwa hiyo Biblia inazungumza habari za Musa kwenye mahusiano ya Mungu. Maandiko yanasema Miriam na Haruni wakamsema vibaya Musa kwa sababu ya alimuoa mwanamke Mkushi. Hesabu sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 8. Mungu akasikia wakinong'ona wao. Akamwambia Haruni na Miriam, tokeni nje. Musa naye akaenda nje. Endeni kwenye hema ya kukutania, alafu nitakutana na nyinyi huko. Wakaenda pale. Wingu la Bwana likashuka pale. Bwana akasema nao. Akamwambia, nisikilizeni Musa na Haruni. Nimesikia yote mliyosema kwa mtumishi wangu Musa. Lakini sikieni maneno haya. Kama atakuwepo nabii katika Israeli kwenye kusanyiko hili, nitajifunua kwake kwa njia ya ndoto. Lakini sivyo alivyo mtumishi wangu Musa. Maana yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Huyu nitasema naye sauti kwa sauti, na umbo la Bwana ataliona. Mtumishi wa Mungu, ukitaka kumuona Mungu kwenye maisha yako, zingatia kuwa mwaminifu kwenye maisha yako. Zingatia hilo tu, utamuona Mungu kwenye maisha yako. Lakini maandiko yanasema pale pale Mungu akampiga ukoma Miriam. Haruni alipona kwa sababu ya mafuta yale ya madhabahuni. Ndicho kilichomponyesha. Haruni alivyoona vile akamlilia Musa. Sasa inakuwaje? Huyu mtu inakuwaje? Ndipo Musa akaomba rehema. Miriam akafunguliwa baada ya siku 7 kukaa nje ya malango. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, tuwe waaminifu kwenye maisha yetu. Uwe mwaminifu kila sehemu unapokaa. Uwe mwaminifu. Mwanafunzi, usiingie na nondo kwenye mtihani. Sio uaminifu. Uwe mwaminifu mpaka kufa. Mwambie Bwana, mimi nakutanguliza wewe. Kwani Bwana anashindwa kukusaidia mtihani? Watu wengi wanafikiri, unajua, ninapoenda kuhitimisha hili somo, unajua akili zetu wanadamu zinapozungumza kuwa waaminifu, tunafikiri mambo makubwa. Wewe ni mwanafunzi. Mwalimu amesema pale asiingie mtu na chochote. Wewe umechora chora huku umeweka huku. Na mwanafunzi fulani aliingia wakati niko sehemu fulani wilaya ya Msoma vijijini. Mtihani mmoja mwanafunzi ameingia na majibu kapewa huko, tulikuwa tunaita possible wakati ule. Sijajua nyinyi mlikuwa mnahitaji. Kaingia, sio kapewa huko. Amefika darasani, anakagua kikaratasi chake kila anapiga chabo, anakuta sio, hakuna swali hata moja lililoko pale. Bwana uzalendo ukamshinda, akanyoosha mkono. Msimamizi, hii pepa sio yenyewe. Sio yenyewe hii, sio kabisa. Wewe ulijua wapi? Uliiona? Kumbe alichanganyikiwa. Amemaliza muda mwingi akiangalika na ile karatasi, hajasoma. Sasa ameingia kwenye mtihani, hakuna chochote, hakuna hata swali moja. Uzalendo ukamshinda. Ilibidi atumie hekima kwa sababu ulikuwa ni mtihani wa mwisho. Kazungumza na headmaster, maana alikuwa inatosha kabisa kumfutia kila kitu. Msimamizi sio wenyewe. Uliuona wapi? Kwa hiyo
Uaminifu ni jambo la msingi. Tunaona Anania na Safira wanakufa. Leo tuna mauti za kiroho zinaweza kuandama watu kwa sababu wamekosa uaminifu kwa Mungu. Uwe mwaminifu kwenye mambo madogo madogo. Hakikisha yale yote unayotakiwa kuyafanya. Uaminifu maana yake ni kufanya sawa sawa na vile inavyotakiwa ufanye. Uwe mwaminifu na Mungu atakubariki na Mungu atakuinua.